Jana ndugu zetu na dada zetu wa Bungoma, hongera hiyo sote ya Ismail na Babati. Kwa hakika mimi sitakuwa na mengi. Ishie kikao hiki ambacho kikao cha baraka, na kuna waandishi wa habari kuelimisha watu baadhi ya Kenya na sehemu nyingine zote. Kwa hivyo mmewasaidia maimamu, mmewasaidia mapema. Uchaguzi huu haukutufurahisha kabisa, kwa sababu ikiwa ni uchaguzi zisizopita 23 zimemwaga damu za watu kadhaa, mali imeharibiwa, magari imechomwa. Hii ni uchaguzi wa aina gani? Sasa wito wetu ni kwa wanasiasa, wasiwe ni wenye kuchochea Wakenya kuharibu amani. Amani ina thamani, na itakapoharibika amani, gharama zake ni kubwa kurudi kuleta amani. Kwa hivyo tunawaomba Wakenya wasiwasikize wanasiasa, bali wafanye yale ambayo kwamba wanaona haitakuwa na uharibifu. Wanasiasa ni watu ambao wao ni kutekeleza lengo lao, hawajali ni kiasi gani ambayo kwamba utamwekaji wa damu. Na kwa vile uchaguzi unakaribia wa 2027, tunawaomba wanasiasa wafanye siasa zao kwa amani, na tunawaomba Wakenya wasichochewe katika kuharibu amani. Haya yaliyopita hatukuyafurahia. Tunaomba serikali kupitia Wizara ya Ulinzi waeke mikakati, na tume ya IEBC imelaumiwa waangalie mahala walioteleza, watengeneze ili uwe uchaguzi wa haki na huru. Na hii ni ishara ambayo si ishara nzuri, kwa sababu inaashiria kwamba isipowekwa mikakati ya kisawasawa, basi kutakuwa na hatari mwaka 2027. Tunaomba serikali yetu ianze kuweka mikakati wakati huu, hasa itumie viongozi wa dini. Tumeona viongozi wa dini ndio wanazungumza sana kuhusu amani. Serikali itumie viongozi wa dini kuhubiri amani, upendo na uwiano. Tunaona pia tume ambayo inasimamia mambo ya maadili ikaze kamba zaidi, na anapotamka mtu maneno ya uchochezi na ya kutisha maisha ya mtu, basi huyo mtu achukuliwa hatua, awe ni mtu wa aina gani, mwenye cheo gani, anatoka sehemu gani. Kwa hivyo twaomba yale yaliyotokea wakati wa uchaguzi mdogo yasiweze kutokea katika nchi yetu hii, kwa sababu tutakuwa tunaendekea mwelekeo mbaya, ambapo nchi zingine ambazo zimekosa amani tunaona vile wanavyohangaika kuhamia huku na kule, ukosefu wa kila kitu. Kwa hivyo na sisi tusifuate barabara hiyo. Wajaribu kupunguza zile hasira watu wanaekea vijana kuja kuumizana kwenye mambo na siasa, haifai. Yule Mungu amechagua ndio atachaguliwa na wananchi. Tunaomba watu wapunguze hasira. Kenya zimekuwa nyingi. Viongozi muache kugonganisha watu, muache kuweka watu wanauawa bure kwa mambo ya siasa. Hilo ndio tunalia kama wamama. Wakubwa zetu wanatuonesha mfano mbaya sana, especially kwa kura hii ambayo imepita. Kumekuwa na dhulma kubwa sana, kumekuwa na vita, kumekuwa na watu kuuawa, na hii hatuwezi kuvumilia mambo kama haya.